Siku ya leo tunazungumzia umuhimu wa kukaa kimya ukiwa katika utulivu wa maombi. Haleluya. Andika tu umuhimu wa kukaa kimya ukiwa kama mwana maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mwana maombi siku zote anakuwa karibu na Mungu. Anaoneshwa vitu vingi katika maisha. Huwezi ukafunuliwa na Mungu ukiwa nje na dunia ya maombi ama ulimwengu wa maombi, kwa sababu ulimwengu wa maombi ndio ulimwengu wa kukufanya unaishi katika uhalisia wa kiroho. Yani ulimwengu wa roho. Yani ama ukiwa mwana maombi manake ni mtu ambaye una jicho la tatu. Kuna macho mawili ya nyama. Lakini ukiwa mwana maombi manake unakuwa una jicho la tatu la kuona mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukienda wale wangapi washahudhuria gari mazoezi ya yogurt. Sio yogurt ya kukula, kuna ile mazoezi yale ya yogurt. Yoga, ama tunasema yoga. Haleluya. So ukikaa unajihisi unaona vitu vya ajabu ajabu. Ile njia watu wanatumiaga watu ambao katika ulimwengu mwingine. Haleluya. Yani unakuwa upo katika hali ya utulivu. Nini wanatafuta utulivu? Sikuna kitu wanataka kukiona zaidi ya hicho anachokiona katika macho ya nyama. Sasa unapokuwa kwenye ulimwengu wa maombi ama ukiwa mwana maombi, maana yake ili uweze kupata vitu mbalimbali lazima ukuwe na uwezo wa kukaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nazungumzia kukaa kimya? Watu wengi tukishaoneshwa katika vitu katika maombi tunaanza kuachia, kuanza kuzungumuza. Haleluya. Yani wewe umeoneshwa tu kitu kadogo, kamwanga tu kadogo, tayari unaanza kuzungumza. Hata kitu akija, manake mwana maombi unapooneshwa kitu kwenye maombi ni kana unakuwa sawa sawa na yule mtu aliyetunga mimba. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata mfano katika kitabu hiki cha Luka, Luka sura ya 1. Tunaweza tu tukasoma sema Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili maana sijui mume. Hapa tunazungumza ni najua hii story kila mtu anaijua, si ndio hivyo? Ni story ya kuzaliwa kwa Yesu. Ama Mariamu anapewa uwezo wa mimba. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaanza kumuona Mariamu amepewa uwezo wa kupata mimba ya kumzaa nani? Yesu. Kwa nini nikasema kukaa kimya? Endelea mstari wa mbele. Mstari wa 35 Biblia inasema malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hapo Mariamu alikuwa anazungumza na nani? Na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Anampa maelekezo. Sasa wewe mtu wa maombi unapokuwa kwenye maombi, kuna vitu manake Mungu anazungumza na wewe. Anaweza kupa kitu. Manake unapewa mimba. Mimba manake ni kitu ambacho kinatengeneza kije kuzaliwa. Haleluya. Ama tunachukulia mfano maono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunachukulia mfano wa Mariamu. Endelea mstari wa mbele. Asema tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto wa kiume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Hapa unajua Mariamu alipopewa taarifa hakumueleza mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Alipopata huu uwezo wa mimba hakushare na mtu yoyote. Alinyamaza kimya. Na katika mazungumzo ya malaika anamwambia hata jamaa yako ama rafiki yako Elizabeth naye amepata huu uwezo wa nani? Wa kupata mimba. Kwa hiyo anampa hata yani ile structure ya nani ya kwenda hata kushare naye. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha nini? Hata Mariamu alipoenda kumtembelea Elizabeth hakumwambia kwamba yeye ni mjamzito. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa Mungu ameshamzungumzia. Na Elizabeth naye alipomhug, Biblia inasema Roho Mtakatifu akamjia nani? Akamjia nani? Elizabeth. Vile vitoto vikacheza.
Ndipo Elizabeth akaelewa kwamba huyu Mariamu kumbe ako mjamzito, naye Elizabeth akatamka maneno, umebarikiwa Mariamu kuliko wanawake wote. Bwana asifiwe. Kwa nini nakupa hii story? Watu wengi tunapokuwa kwenye maombi, tunapokuwa tunakutana na vitu na Mungu anatuzungumzia, watu tayari wewe unaanza kunyanyua mdomo. Jifunze kukaa kimya. Unapokaa kimya, Mungu anakupa maelekezo nini ya kufanya. Bwana asifiwe. Kuna watu mimba zimeshindwa kuzaa kwa wakati kwa sababu ya kunyanyua midomo yao. Kuna watu leo wakipewa maono kidogo tu, yani mtaa mzima huwa Mtwapa utajua yani kwamba ana maono fulani, yani Mungu amempatia maono fulani. Yani hata kuna mtu tu akapewa hata ahadi tu kidogo na mtu, utaona hata kwenye status zinaanza ataanza kusema Mungu wa majeshi amenikumbuka. Akiona watu comment anaongeza, hakika Bwana ulijua mimi leo nitafika hapa. Akiona bado anasema, sasa anafunua ile bomu zima, jamani hata sasa vile nimebarikiwa. Yani atasumbua watu hata kabla hiyo ahadi haijatimia, yeye tayari ameanza kuitangaza, ameinua kinywa chake. Sasa unakuta watu wengi maono yatimii kwa sababu tunapopewa maono kidogo, tunapooneshwa kidogo tu kwenye maombi, tayari tunaanza kuleta shida hata kwenye makanisa. Sikuna unajua wangapi washakuwa kwenye vile vikundi vya intercessor? Yani mtu yupo kwenye kikundi cha maombi, akipata nafasi ya kuona kidogo, hata anaanza kuona kama mchungaji wake hana kiroho, yani hana upako. Siko hivyo. Watu wa maombi wanahitaga shida wakati mwingine hata kanisani. Yani akishakuwa na uwezo wa kuona, anaanza kuchimba. Sasa analika watu ndio yeye anakuwa anawaombea. Yani anasema yule bishop wetu ana upako yule. Kwa sababu gani? Yeye amepewa uwezo tu wa kuona, wakati asijue Mungu amemweka mahali hapa katika madhabahu ya CCM. Mungu amtumie kwa ajili ya jicho la kanisa. Haleluya. Kuwa na uwezo kukaa kimya. Ukiona kitu kinenee, usikizungumzie, usikue kiloporopo. Haleluya. Kuwa na uwezo wa uvumilivu. Wewe mimba hata haijafika kubwa. Mariamu alipopewa huu uwezo, hakuanza mimi malaika, Mungu amenipa uwezo, nitamzaa Masihi. Mimi nitamzaa mtoto, mwana atakuwa mwana. Hakuzungumza mpaka malaika mwenyewe akampa maelekezo ni nani wa kwenda kushare naye jambo hili. Na hata alipofika pale, hakumweleza Elizabeth kwamba yeye ni amebeba nini. Elizabeth akajua kupitia Roho Mtakatifu. Si ujifunze ni namna gani ya kushare mambo yako. Si kila mtu unayeshare nao maono yako ukazani ana upendo. Kuna mwingine unashare maono yako Mungu aliyokuonesha kwenye maombi, anasema mpendwa, mimi nilikuwa nakuombeaga tu, nilikuwa tunakuombea. Kumbe kuna kazi yake ni kufunga usivuke hayo maono yako, hiyo mimba yako isizae. Jifunze kukaa kimya. Ukipewa uwezo wa maombi, uwezo wa kuona kanisani, usilete confusion. Usitumike na shetani. Unajua mimi nikikata pale madhabahuni pale, naona hivi. Wewe nakuona wewe. Sasa unaanza kuleta mtafaruko. Wengi kwenye maombi wamesababisha hata makanisa mengi kuvunjika, wachungaji kuwa na ugomvi na washirika, kwa sababu tu yeye kapewa tu neema tu. Kumbe Mungu alimpa tu neema ya kuomba ili atumike kuleta mabadiliko, kuleta maendeleo ndani ya kanisa. Haleluya. Mwambie jirani yako, unakaaga kimya wewe? Ama ndo ukipewa kitu kidogo tu tayari unaanza kilopolopo? Haleluya. Yani kuna watu wanaanza kujiona wao ni wakubwa. Nina ushuhuda, kuna mtu mmoja kule tu Tanzania alikuwa ni muombaji sana, akaanzisha kikundi cha intercessor, kikakuwa sana, wanafanya mpaka mikesha. Sasa keni imagine kilichotokea. Kumbe wale watu ambao anayetembea nao wote sasa wao wanamchukulia ndio bishop wao. Yaani sasa ndio mchungaji wao. Hata mchungaji akiingia wakiwa wanahubiri, kuna wengine wanalazimika hata kutoka kwenye ibada, maana mchungaji ana upako.
Sasa wao wanamfahamu kwamba yeye akienda kuombea anaona, anamwambia hey, wewe naona kesho unanunua gari, wewe naona kesho unainuliwa, unapata cheo. Yani tayari ile kuongea kwake kunaanza kuwavuta watu, akaanza kumega kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata unakutana watu kwenye ibada, mtu anahudumu huku, yeye hata yuko huko anaanzisha tu vikao. Yani yeye anajiona tayari ana uwezo wa kuona, yani anaona yule anayehubiri pale ni hana maana, sio nipata. Yani anaanzisha tu hata kamiti katikati tu ya ibada. Yani hapo tu mnapiga tu story na mtu anahubiri, anaanza tu yule anahubiri nini yule? Mbona pale alifaa aseme hivi? Yule ana upako. Sio nipata kilopo kimdomo. Haleluya. Mwambie punguza kimdomo. Kwenye ibada weka utulivu. Jua wewe Mungu amekuchagua kuwa mwana maombi ili uwe jicho la kanisa. Sema jicho la kanisa, taa la kanisa. Ukipewa hiyo neema kihekima kimungu, nenda ambia bishop, unajua mimi nikiombaga naonaga kitu fulani hapo. Hata kama Mungu anakupa hadi ile picha halisi, jifanye uelewi. Mpe heshima kiongozi wako wa kiroho ambaye ndio anakupa hiyo neema ya wewe kuona. Sikiliza, pasipo kiongozi wako hata hiyo madhabahu isinge kuwepo ambao unaitumia wewe kumwomba Mungu na akakuonesha hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi leo neno langu la kukuhimiza wewe mwana maombi. Tumeona makanisa mengi yakisambaratika kwa sababu tia watu wanajiita intercessor. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kukaa kimya. Ili mimba yako izae, jifunze kukaa kimya. Sio umepewa tu kahadi kidogo tu, mtakununulia gari, tayari umeshaanza kusumbua, hata gari haijaja. Umepata tu kama mafunuo fulani kuanzisha biashara tu, tayari mimi mtaa mzima anajua utafungua biashara. Jifunze kukaa kimya ili maono yako yatimie. Haleluya. Jifunze kuheshimu na kila mtu ambaye unahisi huyu mtu anaweza nifanya nikafika kwenye makusudi ya Bwana. Jua kwamba si kila mtu unayeshare naye ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Itakusaidia sana. Jaribu kujua ni nani wa kushare naye. Na zaidi wa kushare naye, kwa nini malaika alimwelekeza Elizabeth? Alikuwa ni mtu ambaye anafanana naye. Sasa wewe baada ya ushare na askofu wako, au ushare na reverend wako, au ushare na pastor wako, unaenda kushare na shoga yako. Haleluya. Yani tena sio rafiki, ni shoga yake. Wanaita shoga. Acha nikwambie, tena anavyoshare anashare kama umbea, yani kama kitu tayari ako nacho. Jua ni mtu gani wa kushare naye. Share na mtumishi wako. Apia Mungu ananionyesha hiki na hiki. Bishop nimepata hiki na hiki na hiki. Je, atakupa maelekezo? Maana unashare naye mtu ambaye katika ulimwengu mmoja, ambaye mnaomba naye pamoja. Haleluya. So Biblia anatuambia, ukisoma mstari wa 45, Biblia inasema, hata tupaka 45 tumalizia hapo. Biblia inasema hivi, naye heli aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Haleluya. Ukisadiki, Bwana Yesu asifiwe, kisha ninakwambia utafanyaje? Utafanyaje? Yatatimizwa. Lakini ukashindwa kuwa kimya, kitu kidogo hayawezi kutimia. Mariamu angekuwa wakushare naye mtaa mzima, Herode angemuua. Maana Herode alikuwa anatafuta, si ndio hivyo? Alikuwa anatafuta. Sasa lazima ujue unapokuwa umepewa maono ni namna gani ya kuyarinda. Maana maadui ni wengi. Wewe umepata maono ya kufanya biashara, watesi wako watajua, ambao wapendi kufanikiwa watajua. Mzee wa mtaa atajua. Sijui jirani zako atajua. Sasa wewe nani atakusababisha hayo maono yako yaweze kutimizwa? Haleluya.
tunalia. Angalia Yusufu, yeye alipopata ndoto anaenda kuambia ndugu zake. Kwa nini Yusufu alikuwa anakutana na misukosuko? Yeye alikuwa anajua anasimulia ndoto, lakini sio ndoto, ilikuwa ni maono ambayo ya kutimizwa. Ndio maana wale ndugu zake wakawa wafanyaje? So saa zingine tunaomba kila siku hapa, tunakuja tunamlilia Bwana, 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 Bwana. Mungu anasema haya basi acha nimfunulie mtoto wangu. Anakufunulia tu kidogo, unatoka tu pale, yani hivyo hivyo ulivyoona. Rafiki yangu, nimeenda kwenye maombi, nakwambia nimeona hiki. Ukaona yule labda hajakupa ushirikano, unaona huyu hafai, unaenda tena kwa mwingine. Yani rafiki yangu, nimeona hiki, hata mchungaji wako hajui. Tayari umeshaanza kutangaza. Kitatimizwaje? Kitatimizwaje? Jifunze kukaa kimya ili uweze kuinuliwa. Watu wanainuliwa kwenye viwango vya juu wanajua ni watu gani wa kushare nao, wanajua ni watu gani wa kuwashirikisha, wanajua ni watu gani ambao hawa wanaweza tukatembea nao pamoja. Kikubwa, shirikiana na mtu anayetembea katika nia moja na wewe. Haleluya! Ili utimizwe, mshirikishe Roho Mtakatifu, mshirikishe babako wa kiroho, mshirikishe mzazi wako wa kiroho ambaye yeye ndio anapewa maagizo na Mungu. Kwani mchungaji si ni jicho la kanisa? Haleluya! Bishop hapa ndo jicho la huduma CCM, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Sasa yeye kama ndo jicho, wewe unalikwepaje lo jicho unaenda kushirikisha mtu mwingine? Haleluya! Yani kuna mtu hapa akipewa kaupako kidogo kwenye maombi, tayari akishapata maono kwamba naona mimi na kanisa, tayari anaanza hata baba yake akilo hajui. Hao ndio wanajiita watu wa maombi, ndio maana hawafanikiwi, ndio maana mimba zao hazizai kwa wakati. Kama Biblia inasema naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Ukiambiwa na Bwana kwenye maombi, kaa kimya, yakumbatie, yaombee, ili yakishatimia sasa watu waone. Mariamu hata alipozaliwa, Yesu alipomzaa hata waliona tu. Watu wale manajusi waliona, wale wachungaji wakaona. Alikaa kimya. Aliposhatu na Elizabeth, Roho Mtakatifu zikawa connect na babako wa kiroho, ndio maono yako yaweze kutimia, ndio maono yako yaweze kutimizwa, ndio ndoto zako ziweze kufika. Siku ya leo jifunze kuconnect na babako wa kiroho, ili Mungu akupe hekima ya kukaa kimya, ili ukisubiri maono yako yaweze kuzaliwa. Haleluya! Asubuhi ya leo ukiwa kama mwana maombi, ambia tu mimi jirani yangu, nitakaa kimya, nitajiconnect na baba yangu wa kiroho, ili maono yangu yapate kufanyaje? Yapate kutimizwa na Bwana. Bwana anatimiza unapojiconnect na baba yako wa kiroho. Haleluya! So hilo ndio lilikuwa neno la asubuhi la